Majira ni saa 9 saa za Afrika ya Kati, ikiwa ni 10 hivi majira Afrika Mashariki. Hii ambako unasikiliza ni Baraka One TV, kipindi ni habari na maelezo, na mimi ni ndugu yako baba la baba, the one and only town DJP, mzee wa Ngwasuma. Mauaji ambayo yamefanyika maeneo ya Mangina na ADF yazidi kuingiza watu katika athari kubwa, huku mashirika ya kiraia yakihitaji serikali kuweza kuchukua majukumu yake kwa ajili ya kusawazisha kuleta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi mkoani Kivu Kaskazini, ndani ya kitongoji cha Beni. Baraza la Umoja wa Mataifa limeweza kutoa sanksio kubwa kwa Corneille Nangaa, kundi la Twirwaneho na baadhi ya makamanda wa FDLR. Tarehe 22 maandamano makubwa yanaandaliwa na wapinzani Kinshasa, huku akilazimisha demission ya Felix, lakini chini kwa chini wakihitaji mazungumzo ya kuweza kugawana mkate. General Kasongo Kabwiki yafanya Kisasa kuwa mji wa kisasa, huku walikuwa wanaitwa Kuluna kwa sasa Batiser wanaendelea kufanya usafi ndani ya jiji la Kinshasa kwa ajili ya kuweka usawa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda kushare taarifa za ujasusi kwa pamoja kwa lengo la kudumisha usalama ndani ya ukanda. M23 latajwa kuwa kundi la mauaji na lenye kuwatesa watu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya na mengine, ungana na Baraka One TV, na nisisahau pia kwamba mwezi wa 8 2026 recensement inaanza ya kuwatambua wakongomani ni wangapi kwa ajili ya kuelekea kupata carte pour citoyen. Hii ni Baraka One TV. Matangazo yetu unayapata pia kusikiza kupitia Mutula FM kutoka Shabunda, na vile vile unasikose kutembelea Mwangaza TV utakutanana na matukio mengine mengi yote ambayo yako nazidi kuridhiba kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hata pia ni kukumbushe vile vile kushiriki na sisi kupitia Operation Saidia Muzalendo. Tuanze na taarifa kutoka Mangina. Beni tarafani Mangina, karibia watu 10 wameweza kupoteza maisha kupitia mauaji yalofanywa na magaidi wa ADF, ikiwa hiyo ni bila provisoire. Taarifa zinasema ya kwamba karibia watu 10 wanasadikika kuwa wameuliwa maisha na magaidi wa ADF kuanzia tarehe 15-16 za mwezi huu wa 7 2026 ndani ya kitongoji cha Mangina tarafani Beni, jimboni Kivu ya Kaskazini. Taarifa za awali zinasema magaidi hao ambao walishambulia quartier Kalunga na quartier zingine ambako watu 4 walipoteza maisha maeneo ya Kalunga, wengine 6 wamepata majeraha makubwa, na vile vile nyumba nyingi pamoja na pikipiki kuweza kuchomwa moto. Hizo ni taarifa kutoka huko Beni. Na baada ya hapo pia waliweza kufanya mauaji mengine saa 1 za usiku ndani ya kata ya Makulu pamoja na Malipizo, ikiwa ni magharibi mwa jiji. Operesheni hiyo imefanyika na kuweza kukoze diga pamoja na materiel, bila kuona baja ya security wakifanya intervention ya muhimu kwa ajili ya kuweza kumalizana na magaidi wa ADF. Burgomestre wa Mangina Bwana Kambale Kikuku Nicola amekonfirme bila provisoire karibia watu 10 kwa mashambulizi yaliyofanywa na magaidi wa ADF. Kipindi ni habari na maelezo. Corneille Nangaa apata pigo babu kubwa ambayo itapelekea Nangaa kuweza naye pia kuishi kama maibobo. Inasemekana kwamba Corneille Nangaa na maafisa wengine wa movement ya M23
na maafisa wawili wa kundi la FDLR pamoja na makundi ya Twirwaneho na kundi la M23 wameweza kupata sanction kutoka kwa Baraza la Umoja wa Mataifa. Corneille Nangaa akiwa katika jicho la tatu la shirikisho la Umoja wa Mataifa pia na mahakama ya kiuhalifu ICC ambayo inaitwa ni Cour Penale Internationale kutokana na mauaji, ubakaji, wizi wa mali za umma. Kupitia komite ya sanction ya Conseil ya Sécurité ya Nations Unies ambayo waliweza kutoa resolution inaitwa 1533 2024 kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ambayo pia iliweza kuwa approve tarehe 14 za mwezi wa 7 2026, na pia watu 6 pia na maeneo mawili wameingia ndani ya liste ya sanction kutokana na taarifa iliyosambazwa tarehe 16 za mwezi wa 7 2026 na Baraza la Umoja wa Mataifa yani ONU. Maamuzi hayo yameweza kuwalenga viongozi wa kijeshi ambao wanaendelea kuleta usalama mdogo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa kichwa cha juu kunaonekana mtu anaitwa Corneille Nangaa ambaye anasemekana kuwa ndiye chief in charge wa Alliance Fleuve Congo M23, yeye tayari akiwa chini ya sanction za Umoja wa Mataifa. Pembeni yake kuna mtu anaitwa John Amani Nzenze, pia kuna kanali ambaye ni chef wa renseignement ya M23. Vile vile kuna mtu mwingine muhimu anayehusika na mipango pamoja na kuwasaidia magaidi wa M23. Taarifa zinasema watu wengine wawili makamanda wa Force Democratique de Libération du Rwanda FDLR, kuna bwana Sebastien Uwimbambazi, general de brigade basé iko Ruchuru, pia kuna Gustave Kubwayo alias Sirkof, komanda wa FDLR focal na responsable wa komando wa recherche et action en profondeur CRP. Wanasema ya kwamba matukio ambayo wao jamaa wamekuwa wakiyafanya yanakuwa yakiwalenga raia na hivyo pia uchimbaji wa madini kiholela bila mipangilio thabiti. Katika listi hiyo pia kumeongezeka mtu anaitwa Mohamadi Lumisa, kamanda wa vikosi vya magaidi anayehusika na matunzo pia na vifaa kwa ajili ya ADF, Force Democratic Allied Forces Democratic. Hawa ni wa kutoka Uganda ambao ni Force Democratic Allied d'origine ugandaise. Pia kuna Colonel Sematama wa kundi la Twirwaneho. Ningo nabambie Banyamulenge muko mnaona Kanali Sematama kundi la Twirwaneho ambaye ni chef militaire Twirwaneho na Redi Tabara wanaoleta machafuko maeneo ya Haut Plateau ya Sud Kivu, huku unasikia wanasema iko accusé na exaction sommaire contre les populations civiles depuis sa formation entre 2008 et 2010. Des entités rejoignent également la liste. Alliance Fleuve Congo ambayo ilikuwa créée le 15 décembre 2023, Twirwaneho ambayo inaopere mu Haut Plateau sasa hivi tunaenda zaidi ya miaka 10, sawa, ikiwa iko na destabiliser region ya Grand Lac. Unaona? Banyarwanda mnasikia? Banyamulenge mnaona kundi yenu kwenye wanaiklase? Mnakuwa mko mnalialia, biko natua. Kumbe mwendo mnaonekana ndo wawaji. Ndo mko klase na Baraza la Umoja wa Mataifa. Eske ulisikia Bazalendo baliwekwa sema biko sanctionné?
Ulisikia nani? Rene Tongwa? Ulisikia Makanaki? Bongo. James Fikadui? Lakini wauaji ndo wenye wako sanctione. Aya, tuendelee wana. Wanasema kwamba kutokana na sanction hiyo, moja, wanakwenda kufunga pesa zao zote ambazo ziko nje ya nchi. Mavoire zao zote ziko gelé. Aussi interdiction ya kuvoyager. Pia wanapigwa embargo ya kupata silaha. Hali hii inaenda kuafeblir pakubwa Twirwaneho Red Tabara M23. Mandat d'arrêt internationaux inaweza ikakuwa annonce kwa watu walotajwa, kwa sababu wamepigwa tayari marufuku ya kutokusafiri na pesa zao zimeweza kufungwa, mabenki yao yameweza kuwa gelé, na hivyo tutegemee mandat d'arrêt international contre bwana Corneille Nangaa, Sematama, wengine wote. Twirwaneho, kundi la Twirwaneho deja wataliklase kuwa ni kundi la terrorist. Mko nasema Twirwaneho mko mnajipigania. Umoja wa Mataifa inaona kwamba nyinyi ni wauaji. Kipindi ni habari na maelezo. Ingali nitarevenir tena kukazia sasa hapa mzuri. Maandamano tarehe 22 ama doni. Tumalizie kwanza hii afu ndo tuingie kwa maandamano Sasa. Ndugu zangu ni hivi. Kutokana na taarifa ambazo mmezipata kutoka Baraka1 TV. Hiyo ndo hali halisi yenye iko inaendelea sasa hivi. Leo hii M23 Twirwaneho, unaona gisi wako wanaanza kukulana meno. Watu wenye walikuwa wanakuruare kwamba wao ni wa malaika, ni ba ange, wanadanganya communauté international kila mwaka. Wanafanya vya kufanya kila siku, wanalalamika kila siku. Watu wako wanawaangalia tu. Baada ya baraza la Umoja Mataifa na Baexpert ya Nations Unies kufanya mautafiti yao, wanachunguza kila hatua, wanakuja kubaini kwamba yote ambayo wanayazungumzaga Wanyarwanda ni uongo. Na ndio maana kuna kesi ya Habyarimana inataka deja Marekani ishaweka mafaili wazi ianze kupitia. Nini qu'est-ce qui était à la base ya massacre ya genocide au Rwanda? Ni tete tuerie ya Habyarimana kama genocide Rwanda haingetokea. Assassinat ya Habyarimana ndio ilikozaka massacre mu Rwanda. Alors, eske ni Wahutu ndio wenye walisababishaga hile? Jibu inakuja ni hapana. Ni wanani? Ni Watusi. Kwa sababu hebu tuseme hivi. Sasa tuko hapa Mkongo. Eske ni sisi ndio tulianza vita? Kongolea kwanza vita? Hakuna Mubembe mwenyewe alikamata bunduki na kaanza vita, hakuna. Lakini wavamizi ndio walikuja kutuanzia vita sisi. Sasa aveke kisi wanakuja kutuanvaire na vita, ikasisite maswali mingi. Kwa nini sisi tunakuruaze mikono? Eske tutakubali hivi? Tutakubali watunyanganye? Tutakubali watuue? Tutakubali tuteseke? Hapana. Decision ni nini? Na sie tujidefendre. Ndio kenye kilitokea Rwanda. Wakati Wahutu wanaanza kujidefendre sasa, ndo Wafaransa tayari walikuwa ni wachochezi, washachochea na wao pia walichangia kwa asilimia kubwa masakre ya Rwanda, genocide ya Rwanda. Sasa wakati wanakuja kubaini coupable ni Paul Kagame na watu wake. Sijasema kwamba ndo wamejije hivyo, lakini mwelekeo wa hii kesi iko na huo mwelekeo. Kwa hiyo ndugu zangu, Wanyamulenge wenye mko najiita Wanyamulenge, leo hii kundi lenu limewekwa ndani ya makundi yenye kudestabilize este, ndani ya makundi yenye kuyumbisha usalama, makundi ya kumiliki silaha kinyume na utaratibu. Haiko rekoni kome ba defenseur, hapana. Wenye wako rekoni na UNHCR na UN na UN United Nations ni wazalendo, kwa sababu ni arme ya reserve.
Leo hii Mkongo, Sud Kivu na Nord Kivu, hakuna hakuna groupe ya arme. Hakuna groupe ya arme tena. Magrupe ya arme zote ziko transforme zinakuwa ni rade, arme ya reserve ya defense. Donc ni watu wa serikali. Kongo ilitengeneza sheria ya kurekonetre arme ya reserve. Tuko na loi yenye iko pale ya kuencadrer arme tu ya reserve. Donc hakuna tena grupe ya arme sa zamani. Haiko sema ya kutuma ni rebele, haiko tena rebele. Makanaki ni rebele, haiko tena rebele. Rene Itungo haiko tena rebele. James Fekadu haiko tena rebele. Dawa ya panya haiko tena rebele. Rebele mwenye anabakia teroriste ni nani? Ni Twigwaneho Redi Tabara M23 Alliance Fleuve Congo ADF pamoja na Codeco pamoja na CRP ya Tomalubanga. Kwa hiyo zamani tulikuwa tuko na makundi zaidi ya 100 yenye kumiliki silaha. Mwile makundi zaidi ya 100. Makundi zaidi ya 100 vile vile yameweza kukubali wito wa serikali na kuungana na serikali. Tukihesabu sasa hivi Mkongo sasa makundi yenye yanabakia kupingana na serikali. M23, Redi Tabara, Redi Tabara sio ya Kongo, hii ni ya nje. Ni ya Barundi. Redi Tabara, Twigwaneho, M23. No, Twigwaneho, M23. Tukisema M23 ndio tunasema Alliance Fleuve Congo. Huko ADF na pia ni ya nje. Codeco, Maimai chini ya kilima, wale waliweza kubakia. Donc tukihesabu hazitafika 10. Kwenye zilikuwa ziko 100 na zaidi. Hivi tukihesabu hazitafika tena 10 zenye zinapingana na serikali. Kwa maana hiyo demokrasi tunafataga priority. Wenye majority. Wenye kuwa wengi wale ndo wanaganye. Kwa hiyo wenye kuwa wengi ni wenye kuwa upande wa serikali. Kwa mantiki hiyo ni kwamba magrupe ya arme Mkongo kuisha habari. Twigwaneho iko klase grupe ya kudestabilize este. Na ndio maana unakuta viongozi wa Twigwaneho wako sanctionné. Sematama anakula chuma, Corneille Nangaa anakula chuma, akina Imani Nzenze na wengine wote hawa wanakula vyuma. Big up sana kwa Baraza la Umoja wa Mataifa. Jamani, tunajua hipokrisi ya wazungu, tunajua. Umoja wa Ulaya inakondane sana, lakini action sur terrain hazionekani. Tunajua. Lakini acha baendelee kukondane. Kwa sababu gisi biko naendelea kukondane na njogisi biko wanazidi kuchemsha. Sababu mtu akiwa anasema ni mchawi, ipo siku kweli uchawi wake watu watasema tumfukuze hapa, na itakuwa ni hivyo. Kwa hiyo sisi Kongo tuko na advantage kubwa kwa ile ambalo limefanyika na Baraza la Umoja wa Mataifa. Kabla sijaongea juu ya maandamano, juu ya usafi Kinshasa, tuzungumzie Rwanda na Kongo kwa kupeana taarifa za ujasusi, na hii ni kutokana na hali yenye iko inaenda sasa hivi. Ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda wameshirikiana kwa kuweza kurenforcer communication kwa kupitia maishange ya kila wakati ya taarifa kwa hali ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nchi hizo mbili zitakuwa na partage madone ambazo zinaendana na aspect securitaire, militaire pamoja na humanitaire kwa ajili ya kupermettre gouvernement zote mbili kuweza kuwa na meilleure compréhension juu ya evolution ya situation yenye iko inaendelea sur terrain. Demarche hiyo inavize pia kuweza kupunguza kutokuelewana, pia kuzidisha coordination na kufaciliter suivi ya engagement ambayo imekamatwa kwa lengo la kutafuta amani, pia kuondokana na destabilization mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa na explique kidogo. Watu wasema Kongo na Rwanda tushirikiane tupeane taarifa. Of course tuko bajirani. Kongo na Rwanda tuko bajirani. Hata dunia ifanye hai tutabakia kuwa bajirani miaka yote Kongo na Rwanda. Meosi kuwa bajirani hatuko sansi kuongea.
Tunaenda kwa majirani hatuko sasa kujuana. Huko mugeti yako mimi niko getini kwangu, tutakaa miaka na hatujuanagi. Iko hivyo. Na huko wajirani pia wanabebana. Iko hivyo. Sasa hatuta kosa kushirikiana na Rwanda kwa wakati huu. Huu ni wakati ambao lazima tushirikiane. Unajua kumtoa nyoka pangoni inabidi uwe na sauti nyororo. Wanasemaga kuna sauti ya kumtoa nyoka pangoni. Inabidi kuwa strategy sana. Kwa sasa hivi hatuwezi onyesha kwamba sisi ni wababe wa kila kitu. Jamani, ushawahi kuona katika maisha tu ya kawaida mtu uko na kitu kenye unahitaji kwake, sasa anakuyumbisha sana, mara kesho, mara njoo hivi, mara fanya hivi. Sasa viki uko na bezo ya kile kitu, utalazimika kuwa unatekeleza kile anachokitaka yeye kwa wakati, ili uharashe kenye uko nacho bezo. Na ilifua unakipata kenye ulikuwa unahitaji unaota mabawa. Aonaga hivyo? Iko hivyo. Nikupatie mfano. Unaenda kuwa unaishi kwa ndugu, hauna kazi. Sawa? Hauna kazi. Na tirelema mwanadamu iko hivyo. Wakati hauna kazi, unadependre kila kitu kwa ndugu yako. Swate unalala msalon na watoto, swate unalala mshambre moja na watoto. Mbo sawa tu, hakuna mwae. Lakini wakati unajiretrouver unapata kazi, eski utaendelea tena kulala mule mshambre na wale watoto? Haitawezekana. Eski utalala tena msalon? Haitawezekana. Eski utakuwa unakula kuguu yao tena? Haitawezekana. Sasa pale utachukua jukumu la kusema kwamba hivi natakiwa nitoke nende nipange. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari ushajiweza. Lakini wakati ulikuwa bado haujajiweza, ulikubaliana na hali jinsi ilikuwa hiko. Utalala saa 2 sawa, utalala saa 1 sawa. Sasa wale wenye walikuwa na kuebershe pale ndio utasikia wanaanza sasa hapo tukupata kazi anabadilika. No, ni kawaida ya mwanadamu. Wewe unapendelea niko deja na mshahara mzuri, niendelee kulala na watoto? Niendelee kulala mshamba moja na watoto madesordre hivi? No, niko na besoin ya privacy. Niko mtu mzima, niko na kwangu, nijipange na mimi. Lakini utasema depuis pate kazi alalaki tena hapa. Asisa kwa hivi ndio hivyo yenye tuko tunaenda pole na Rwanda. Gisi kwanza tungali muishi na tuko nayo. Tukubaliane tutabadilisha taarifa mbalimbali, sawa? Lakini secret d'etat ile haiwezi kuwa échanger na Rwanda. Na baada ya muda tukishamalizana na hili swala sasa, na sisi sasa tunaweka sasa mipangilio yetu thabiti. Hatuko tena na nyoka pangoni, hatuko tena na tunalala mshambre, tushakuwa huru, tuko na uwezo wa kupanga nyumba. Kwa sasa tunafanya gisi tutapenda. Kuanzia leo tunafunga mipaka yetu sisi na Rwanda, kupiga ukuta tunazuia kabisa. Yote inadepende na sisi wenyewe gisi tutaamua. Kwa hiyo hili sio swala la kutufanya tushinde tuko tunaumiza vichwa sana. M23 imetangazwa kuwa kundi la kigaidi na sio kundi la mauaji sana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kundi hili la M23 limekuwa likifanya mauaji, ubakaji, wizi, uporaji na pia kulazimisha vijana kuingia ndani ya jeshi kwa kinguvu bila idhini yao. Kitendo hichi kinafanya maelfu ya wakongomani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi ya miji kama Goma na Bukavu, kuwa trouble mental. Itafika wakati wananchi wa Goma tutawakuta washapungukiwa na hormone fulani za vichwa. Kwa sababu sasa hivi wanaume muvile ya Goma aliko na refreshire tena. Vichwa bongo zishalala. Mtu yuko anashinda asubuhi kunyumba mpaka magharibi mpaka usiku anaenda lala, hawazi kitu kingine. Iko tu anasema lini tutakombolewa? Lini tutakombolewa? Lini tutakombolewa? Lini tutakombolewa? Ile inafanya akili igande. Kwa hiyo kitendo hicho kimesababishwa na M23. Taarifa nyingine ni kuhusiana na maandamano. Maandamano ya wapinzani, serikali inasema itankadria maandamano, lakini ole wenu kwa yule mwenye atafanya vurugu kwa kuvuruga utaratibu ambao utakuwa umewekwa na serikali. Jijini Kinshasa, recensement general kwa ajili ya population itaanza mwezi wa 8 2026. Kwa appui ya UNFPA.
President wa Republique Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliweza kumpokea tarehe 14 juillet ya mwaka huu kwa cité ya Union Africain kwenye ofisi yake. Representant wa INFPA Alain Akpanj kwa mukadre ya lancement ya processus ya deuxième recensement général ya population ndani ya inchi. Kutokana na mazungumzo hayo, INFPA imeweza kureaffirme engagement yake kuiaccompagner RDC kwa hii operation kupitia appui technique pamoja na methodologique ambayo inavize kugarantire recensement iko fiable na pia conforme ku standard ya kimataifa. Kwa hiyo baada ya recensement tutategemea kwamba inchi itakwenda kupata carte d'électeur. Hapana carte d'électeur, carte pour citoyen. Kila Kongole atakuwa iko fieri ya kuitwa Mkongomani. Jijini Kinshasa travaux zimeanza tokea juzi za kuweza kutengeneza jiji la Kinshasa. General Kasongo Kabwik amekuwa akishughulikia hivyo, na ukiangalia maimage jiji la Kinshasa angalau linaanza kuleta sura mpya ya muonekano wa vile tofauti na gisi ilikuwa iko kama vile bidonville. Salte moja ya hali ya juu. Ba inconscient walikuwa iko naongoza kisasa, mais pour le moment kupitia Kasongo Kabwik angalau muonekano wa vile unaanza kuonekana. Hii ndio kile ambacho rais wa nchi Felix alikuwa anataka kubadilisha muonekano wa vile. Hippolyte Kanambe na miaka yake yote 18 20 alishindwa kutransformer peuple congolais. Alisemaga ki alikosaga pembeni yake 15 collaborateurs juu ya kuweza kuleta maendeleo ya Kongo. Akashindwa kutransformer peuple congolais kuwa wa kisasa. Kisha anataka arudie tena ku pouvoir. Unaona? Sasa ndo tulizani eske ashapata ile 15 collaborateurs? Angalia benye wanamzunguruka. Unaona? Ndio maana Mungu wangu. Unaona mapolitisia ya Kongo ni wapumbavu. Sawa? Ile ni matusi yenye Kanambe anatukanaka Banemi Mwilanya, Bazariasi Ruberwa, Bamoza Nyarugabo na bajenero. Sawa, bajenero biko na Mungu Kanambe mkono ni wajinga sana. Yeye na Kanambe anasema nyinyi wote ambao mko na mimi hapo, mko wapumbavu kwa sababu kati yenu hamna hata 15 wenye wanaweza kunisaidia kuongoza nchi vizuri. Kisha ndio mko mnaenda nyuma yake. Sawa? Sasa leo eske asha wapata wanane wenye iko nao ni wale wenye walitumika naye, wenye aliwaambia kwamba kati yenu hamna hata 15. Tena ndio wenye iko nao. Ona miaka yenye alifanya kisasa. Gisi Kinshasa ilikuwa iko buchafu ange kujere kini panda 18 ans. Buchafu ya miaka 18. Uchafu wa miaka 18. Ni mamilima ndio ilikuwa shakuwa mamilima hivi ya uchafu. Memu 2 jours Service National imefanya kazi kubwa Kinshasa. Hivi bakifanya tu emwa papa Kinshasa itakuwa bien. Tuko tunaona mavideo ya watu wenye wako wana washakatazwa wasikue wanatupa machupa manini, lakini watu wanasafisha, wewe unakuja na chupa yako unatupa tena chupa mnani mfereji. Na Service National iko nafanya kazi. Ndio maana biko nakamata wamoja wanawakunguta mchana kweupe. Sasa watu wanaanza kucomplain, oh baosala boye wanaza bien pona nini? Baibisa kibino ke biso toyi kaka. Zua boro nayo usitupe mubalabala. Te soki o finish kule biloko nayo. Ti yango na sac kendo bwaka yango epa nayo ama kwenye kuko nani poubelle. Mewe unakula tena unatupia barabara. Watawafanya kitu ambacho hamtasahau. Hao ni bansie kuluna leo biko batisere. Kwa hiyo ndugu zangu ndo taarifa ambazo tuko nazo kwa siku hii ya leo. Mengine nafikiri ni muhimu sana kama tutakutanana majira ya saa 12. Kikubwa ni tuendelee kushare, kusubscribe pia na kulike Baraka One TV. Hii itatufanya tunakuwa kwanza kupata matangazo kila wakati. Big up kwa wote ndugu jamaa na marafiki ambao mko wanatusikiliza kutoka pande zote za dunia. Najua ni muhimu sana kuwaambia kwamba kila kenye kuwa na mwanzo hakikosagi kuwa na mwisho, na pia endelea kutembelea Mwangaza TV kwa sababu utakutanana na baadhi ya matukio mengi tu yote ambayo yako na rindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia
ya Kongo tu niseme bye bye, na pole sana kwa familia ya Mr. Gavi kwa kuweza kumpoteza Gavi. Pia pole kwa Kongomani wote wa Sud Kivu kwa kupoteza msanii wetu mkubwa ambaye alikuwa na impact kubwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.